Kwa hivyo mimi rai yangu waheshimiwa madiwani, na nafikiri ni jambo very serious. Ni jambo very serious. Ameongea vizuri mkurugenzi, atugawi wilaya. Tumeongeza halmashauri nyingine, sivyo majimbo mengine, tunagawa majimbo katika wilaya na halmashauri moja ile moja. Kwa hiyo hakuna kilichobadilika. Ambalo hajalisema mimi niseme, tuna advantage. Tuna advantage. Unajua ukishakuwa na mbunge na mmemtengeneza nyinyi kwa aina ya alivyo. Ndio maana alipotoa waziri akija hapa akasema ninawashukuru. Mmenifanya nimekuwa waziri. Nakumbuka maneno ya ukweli kabisa, mmemfanya nimekuwa waziri. Kwa hivyo tayari mna mtaji wa mbunge ambaye ni waziri. Kwa kawaida huyu hawezi kuihodi serikali pale bungeni. Si ndio? Kwa hiyo ukiwa na mbunge mwingine pasina kuchamba, pasina kufanya nini, ana nafasi huyu ya mwingine kuwa na mtaka kumsaidia kuyasemea, kuvutia miradi, kuvutia pesa na kadhalika katika nini, katika wilaya yetu. Kwa hiyo ni jambo jema hili la kuunga mkono tuweze kwenda nalo mbele. Narudia kusema kwa bahati yupo huyo mwenzake anayekuja atajifunza, mwenzangu kapata vipi mafanikio, ni wajibu wake kumsaidia kumlea na kujenga huyo mwingine awe wa namna yake. Na sisi pia kama baraza la madiwani tuna nafasi hiyo ya kujenga huyo mbunge mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo limechangiwa na wajumbe wengi ni kuhusu athari za kimipaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukirejea muongozo uliotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kukidhi kwa kugawanywa kwa jimbo kati ya ule muundo kwa maana ya tarafa na kata. Tarafa haijatajwa kama kikwazo, ila kata haipaswi kugawanyika. Yaani kata moja haiwezi ikawa katika majimbo mawili. Sio, nimeeleweka vizuri hapa? Kata moja haiwezi kuwa katika majimbo mawili, lakini tarafa moja inaweza ikawa katika jimbo zaidi ya moja. Lakini hii inatupa nini? Kwamba hizo mamlaka zinazoshughulikia haya mambo ni mamlaka tofauti. Tunapoenda ugawaji wa tarafa tunayo mamlaka nyingine, ugawaji wa jimbo ni mamlaka ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa minajili ya jambo letu la leo la kupendekeza kugawanywa kwa jimbo la Dodoma mjini, tutaangalia zaidi kata. Na wakati utakapofika kutoa mapendekezo ya mgawanyo wa tarafa, mitaa kwa mamlaka zile, basi tutarejea tena katika utaratibu wa kawaida kupitisha hayo mapendekezo. Na kama mheshimiwa mbunge alivyotangulia, kugawanywa kwa tarafa hii ya mjini sasa haitaathiri kwa maana ya mapendekezo yetu kutokukubaliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nimeeleweka vizuri hapo? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna athari za kimapato. Ni kweli kwa maana ya rejea kwenye taarifa hii hatujaweka zile takwimu kuonyesha kila jimbo linachangia kiasi gani kwenye mapato ya halmashauri, japokuwa tumetaja. Tutafanya haya maboresho. Lakini naomba nikumbushe kwamba mgawanyo huu kwa sasa unalenga mgawanyo wa jimbo kuwa majimbo mawili. Bado tutaendelea kuwa na halmashauri moja. Kwa maana ya utoaji wa huduma kwa ngazi ya halmashauri, halmashauri ya jiji la Dodoma itaendelea kuwajibika katika utoaji wa huduma katika majimbo yote mawili. Na hakutakuwa na mipaka juu ya matumizi sasa, kwamba japokuwa tutasema jimbo la Dodoma mjini mapato tumekusanya bilioni 30, jimbo la Mtumba kama jina litaridhiwa tumekusanya bilioni 40, basi wa Mtumba watatumia Mtumba, wa mjini hapana. Mipango ya kihalmashauri ambapo pia tutakuwa na baraza moja la madiwani, pasipo kujali waheshimiwa madiwani mnatoka katika jimbo gani kati ya majimbo haya mawili. Mipango ya kihalmashauri itapangwa kulingana na halmashauri ya jiji la Dodoma.